Asante sana msikilizaji wangu kwa kuweza kutune in kwenye channel yangu ya YouTube, na ninashukuru sana kwa sababu wewe umekuwa nguzo zaidi, na tunazidi kujielimisha pamoja kuhusu mawaidha na mambo ya maisha tunayoishi nyakati hizi. Maana kila mmoja lazima anahitaji hekima fulani, anahitaji maarifa fulani ya kuweza kumwezesha kuishi ulimwengu tunaoishi. Maana tunapoishi dunia hii lazima kuna masuala ambayo hatutaweza kuyaepuka, lazima tutakutana nayo katika maisha haya. Na ninashukuru sana kwa sababu unazidi kutune in na kuweza kusikiliza mawaidha yangu, na tunazidi kuendelea pamoja, tunazidi kutiana nguvu na kuweza kuelimishana ili tuweze kusaidika pamoja. So maoni yangu ni kwamba hakika ukizidi kuendelea na kuweza kujifunza mambo mengi, utakuwa hakika maisha yako itakuwa rahisi kuweza kuwafikia mafanikio yako katika wakati ufaao. Na ninashukuru sana siku ya leo. Siku ya leo ningependa tuweze kuzamia swala nzima la kifedha, na ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu uhuru wa kifedha awamu ya pili, maana ni jambo muhimu ama financial freedom. Wakati tunapozungumzia haya mambo ya kuhusu mambo ya kifedha, kumbuka ya kwamba hata tunapojifanya ya kwamba ni kama hatutaki fedha, nafikiri ni swala nzima ambalo hakika kila mmoja analihitaji, na anahitaji kuwa na ufahamu, na anahitaji kuwa na hekima na maarifa kuhusu masuala ya kifedha katika maisha tunayoishi. So ninapozungumzia swala hili zima la uhuru wa kifedha, kila mmoja ambaye pengine anaweza kutamani kuwa na uhuru wakati wa uhuru wa kifedha, tunapokuwa tunatafuta fedha tukiwa hapa duniani. Na financial freedom ni mojawapo ya masuala ambayo ni nyeti sana katika maisha haya, na tunapolizungumzia lina umuhimu kubwa katika maisha ya familia na katika maisha binafsi kwa watu ambao tunaoishi hapa duniani tukiwa tunatafuta katika pilika za kimaisha. Kila mmoja atataka at least kwa wakati fulani aweze kuwa na uhuru wa kifedha, ili aweze kuishi maisha ambayo sio ya kung'ang'ana, maisha ambayo hakika hayatakuwa ni maisha ambayo hayana msingi. Na ningependa tuweze kujua ya kwamba tunapokuwa hapa duniani, kama umeajiriwa, uweze kufahamu ya kwamba hata kama umeajiriwa pesa ngapi, haimaanishi ya kwamba uko na uhuru wa kifedha. Maana uhuru wa kifedha ni swala nzito ambalo hakika linahitaji kuwa na ufahamu na elimu ya kifedha. Tunapozungumzia mambo haya, ndio uweze kujua ni vipi utakavyoanza ama ni vipi utakavyotafuta kuwa na uhuru wa kifedha. Na yapo maswali mengi sana, yapo mambo ambayo lazima tutayazingatia katika swala hili nzito ambalo ni la kifedha. Kila mmoja anatamani kuwa na fedha, maana hata tunaposikiza wale ambao tunaoabudu ama wale ambao tunaenda makanisani, ukisikiza percentage kubwa 95% ya watu maombi yao, pengine ukienda usikize vizuri utapata ya kwamba ni masuala ya kifedha. Wengi wanaomba fedha, na tusijifanye ya kwamba hatutaki fedha. Fedha ina umuhimu wake katika maisha tunayoishi, maana lazima tuweze kujua ya kwamba mambo mengi tutakayofanya hapa duniani hakika yanahitaji fedha, na mambo mengi vitu mingi tutakavyohitaji kuweza kuvifanya katika familia yatahitaji fedha. Na bila fedha, familia inaweza kuwa ni jambo zito ama ni swala nyeti la kuweza kuendesha katika familia ama katika maisha haya tunayoishi. Yapo mambo mengi ambayo lazima tuweze kujifunza tunapozidi kuzungumzia mambo na masuala ya kifedha. Kuna mahali lazima tutaanza tunapokuwa tunajifunza zaidi kuhusu masuala haya ya kifedha. So ningependa tuweze kuingia moja kwa moja, tuweze kufahamu tunapaswa kufanya investment za aina gani ndio tuweze kufikia uhuru wa kifedha ama financial freedom. Na ni masuala ambayo hatuwezi tukayafunzwa shuleni. So masuala ya kifedha hayawezi yakafunzwa shuleni. So hatupati maarifa haya kutoka shule, tunayapata lazima tutafute
tuweze kutafuta hekima na maarifa ya kuweza kujua ni vipi tutakavyo deal na mambo ya fedha, ili tuweze kutumia fedha zetu vilivyo, ili tuweze kufikia uhuru wa kifedha. So ningependa tuweze kujua kwamba kuna investment ambazo lazima tuweze kumake katika maisha haya kama tunataka siku moja tuweze kuwa na uhuru wa kifedha. Kumbuka ya kwamba kuna investment ambayo ni kubwa sana ambayo unaweza ifanya ukiwa hapa duniani. Ni investment ya self investment. So you invest in yourself. Investment ambayo unafanya ndani katika maisha yako ni muhimu zaidi, na usije ukahesabu kuwa hasara unapotumia fedha zako za msingi kuweza kufanya kesho yako iweze kukubalika ama iweze kuwa sahihi, wakati unapotumia fedha zako kutafuta uhuru wa kesho wa fedha. So ningependa kukuambia kwamba hakuna venye utasema ya kwamba kama unataka kuwa na uhuru wa kifedha, lazima ujue ya kwamba invest heavily katika kuweza kutafuta kuweza kujitengeneza wewe mwenyewe katika maisha yako, ili uweze kupata uhuru wa kifedha tunapozidi kuwa tunaendelea katika maisha haya. Na ningependa kuweza kuambia ya kwamba kama utaishi na ukae bila kuweza kuinvest in yourself, to empower yourself, utumie fedha zako ambazo ni primary income kuweza kufanya kesho yako ili iweze hakika kukuletea uhuru ambao tunaozungumzia ama freedom ya kifedha. Itabidi ya kwamba hakika utakuwa unasikia haya katika ndoto, lakini kama utajikita zaidi katika kuinvest in yourself, so you invest in yourself so that unafanya wewe mwenyewe ukuwe na value, na value ambayo unayopeleka katika tuseme katika unayopea watu, ndio inakufanya inakupa return in investment. So usifikiria kwamba hakika watu watakufuatilia kama hauna kitu cha muhimu cha kuweza kuofa. So lazima ujitengeneze, lazima ujiembawe vizuri, lazima uweze kuinvest in yourself for quality content ambayo hakika unapoizungumza ama unapoipea watu wataweza kuifurahia, wataweza kuiconsume, because they are the ones who are consuming what you are telling them. So hiyo ni kitu ambacho lazima, kama utawapa kitu ambacho ni quality, hakika they will give you the return ambayo itakuwa ni kitu ambacho hakika unaweza kuwa unaipendelea zaidi katika maisha yako. So mambo haya ya kuinvest in yourself ni one of the point ambayo nimeweza kuizungumzia ya kwamba ni muhimu sana tunapotafuta uhuru wa kesho. So ni muhimu zaidi katika maisha tunayoishi. Pia inatakiwa uweze kuinvest in people. So unapo invest katika watu, lazima ujue kwamba unachokitafuta hapa duniani hakika kiko katika mikono ya watu, na hakuna kitu ambacho unatafuta ambacho hakina watu. Kumbuka ya kwamba hata Mungu anapotumia watu, anatumia watu, ina maana ya kwamba hakika kile ambacho unachohitaji, Mungu anainua watu, na watu ndio milango ya Mungu ambao anaoinua ili kuweza kuja kukusaidia katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba unapo invest in people, they will give you the return investment ambayo hakika ukiwapa kitu ambacho kina dhamana, hakika wataweza kurudisha return ambayo hakika wewe mwenyewe utaweza kuifurahia, na itakuwezesha kupata uhuru wa kifedha. Tunapokuwa tunazungumzia haya maswala ama hili swala nzima ya kuweza kupata uhuru wa kifedha katika maisha tunayoishi, na tutazidi kuwa tunasonga mbele tukiwa tunafurahia maisha tunayoishi tukitafuta kuwa na uhuru wa kifedha. Kumbuka ya kwamba inatakiwa ya kwamba in every money that you spend, lazima kuna mbegu na kuna mkate ambao lazima utaweza kufanya mahesabu yako na kuweza kutoa pale katika yale mambo ama katika ile primary income yako ambayo unayopata. So unatengeneza kesho yako ama uhuru wako utakuja wakati ambapo hakika utajua ya kwamba kati ya zile pesa zako unazozipata pengine mahali ambapo umeajiriwa, kile ambacho unapata hakika ndicho unafanyia mahesabu. Unapata ya kwamba kuna mkate ni kile ambacho hakika kitaweza kugharimia
mahitaji yako ya msingi katika maisha haya tunaishi, maybe katika familia yako na katika mambo ambayo unatakiwa uweze kuanza kujipanga ili kuweza kutafuta mbinu na njia zitakazo kuwezesha kuweza kupata uhuru wa kifedha. Na kuna hii swala ambalo hakika ni la mbegu. Mbegu ni lazima hakika utalipata pale, ile pesa ambayo inatakiwa uweze kuiweka kidogo, ambayo kwa sababu kuna malengo ambayo umeweka itakayo kuwezesha kuweza kuitumia ili kuweza kufanikisha malengo yako ambayo katika maisha ya kifedha na kazi ambayo unaifanya. Kumbuka ya kwamba ukikosa hizi vitu mbili, ukikosa mbegu katika pesa yako unayopata, unjua ya kwamba hakika you are preparing yourself to fail, na hautakuwa na mipangilio thabiti kuweza kufanikisha kile ambacho hakika unataka kuweza kukifanikisha baada ya siku. Na inabidi ya kwamba uweze kujikakamua, maana kuweza kuwa na uhuru wa kifedha haimaanishi ya kwamba kwa sababu wewe haujaajiriwa umejiajiri atuseme ya kwamba uko na uhuru wa kifedha ama you have financial freedom. Haujaweza kufikia kama wewe bado unapata ile inaitwa active income. Haujaweza kufikia uhuru wa kifedha. Na ukifikia uhuru wa kifedha ina maana ya kwamba utakuwa unategemea ile inaitwa passive income, ya kwamba si lazima uamke ili uende ukatafute ili upate fedha ama ili upate fedha ya kuweza kukimu mahitaji yako ya kila siku na mambo ya kuweza kuinvest, kufanya mambo mengine ili yataweza kukuletea income. So lazima ujue ya kwamba kama bado unaamka asubuhi kwenda kutafuta ndio upate chakula kwenye meza, jua ya kwamba bado haujaweza kufikia uhuru wa kifedha. Na kama wewe hata kama ukilala na pesa bado inaingia bila kwenda kuifanyia kazi, lazima ujue kwamba hakika uko na uhuru wa kifedha. Na hiyo ndio kitu muhimu sana katika maisha tunaishi, maana hata wakati utakapofikia maisha ya uzeeni hautasumbuka sana, kwa sababu fedha ambayo uliifanyia kazi itakuwa sasa ni wakati wake wa kuweza kufanyia kazi. Na hiyo ndio wakati ambao ni wakati mzuri sana, maana utakuwa na pressure, utakuwa tu umetulia mahali ambapo hakika pesa inazidi kukutafuta, si wewe unaenda kutafuta pesa. So ni kitu ambayo ni muhimu sana. Kumbuka ya kwamba kuwa unalipwa pesa mingi sana na unaweza afford kila kitu ambacho unataka haimaanishi ya kwamba uko na uhuru wa kifedha, maana utajiri ambao ni wealth creation. Kufikia hapo nafikiri ya kwamba umeweza kutofautisha kati ya utajiri na kuwa wealth. Wealth inapimwa na time, na utajiri inapimwa na vitu kama nyumba, inapimwa pia na vitu kama magari, unafalia saa ya pesa ngapi. Hizo vitu ambazo hakika ndizo zinaweza kudifferentiate between utajiri na wealth. Kumbuka ya kwamba tunapokuwa katika maisha haya, kitu ambacho ni muhimu cha kuweza kujikita kuweza kutafuta ni wealth creation. Lazima tuweze kutengeneza kizazi ambacho kinatafuta wealth badala ya utajiri, maana utajiri unaweza amka siku ya leo pata ya kwamba umeweza kupotea na umeangamia. Kama ni gari unaweza pata ya kwamba imeisha ama imepata accident imeisha. Kama ni manyumba unaweza pata ya kwamba kumekuja floods zimeweza kuswipe everything na utabaki bado kuwa maskini. Lakini ukiwa na wealth inapimwa na time ambayo hakika inakuuliza swali ya kwamba unaweza ishi siku ngapi kama hauwezi haufanyi ama upokei ama uendi kufanya ama kutafuta your active income. Unaweza ishi siku ngapi ukiwa katika passive income? Utaishi siku ngapi? Utachange shule ambayo ulikuwa unasomesha watoto? Utaweza kuchange ile maisha ambayo ulikuwa naishi, ama utaremain maisha yako bado itazidi kusonga mbele? So wealth is measured by time, lakini utajiri unapimwa na vitu ambazo unahold katika maisha haya tunayoishi, na utajiri unaweza ukaisha. So lazima tuweze kujua kwamba kuna kitu ambacho kingine ambacho lazima tuweze kuinvest in. Lazima uinvest in time, maana time upange wakati wako vyema, jinsi ambavyo unavyotumia mali vitu zako, na ujue kwamba muda ni muhimu sana katika kupangilia mipangilio yako na kuweza kujua ni wakati mgani ambao unapaswa kuweza kutimiza mambo ulio nayo ama unatarajiwa kuweza kuyafanya katika maisha haya.
So ningependa kuweza kuambia kwamba katika maisha ya kila mwanadamu kuna stages 3 lazima utazipitia katika maisha haya. Stage ya kwanza inaitwa the morning stage. Morning stage ama ni asubuhi yako ya kuamka, mahali ambapo hakika umefika ni wakati wa kuzaliwa kwako, kutoka siku ya kwanza ama the first year to 25 years. Hapo lazima ujue ya kwamba hakika ufike mahali uweze kujua maisha yako yatachukua mkondo mgani. Lazima ukuwa umejua ni nini hicho ambacho unatakiwa ama unaweza kukifanya zaidi ambacho kitaweza kukuwezesha kuweza kufikia uhuru wa kifedha katika maisha yako. Hiyo ni muhimu sana katika maisha yako, na kila mmoja ako na morning time yake, ambapo hakika lazima utakuwa ni wakati ambapo unatafuta ile knowledge ambayo tunaipata shuleni, na wakati ule lazima uweze kujikita kujua ya kwamba hakika ni mambo gani utakayofanya. Kuna stage ya pili ambayo inaitwa the afternoon stage, ambayo inafikia mtu ambaye ako na miaka kuanzia 26 hadi miaka 50. Hiyo au muda wote ama hiyo miaka yote, wale ambao wako katika wakati ule tunasema kwamba wako katika afternoon yao. Na wakati ule inatakiwa ya kwamba uweze kuwa hakika umejua maisha yako inachukua mkondo upi, ni jambo gani ukuwa umejitambua, umejua ya kwamba wewe ni nani na unaelekea mwelekeo gani katika maisha yako ili kuweza kufanikisha kuwa na uhuru wa kifedha. So lazima uweze kujua, maana tunapofikia katika awamu ya 3 ya maisha ya mwanadamu ambayo inaanzia miaka 51 hadi miaka 71, ni wakati ambao hakika huo sio wakati wa kutafuta uhuru wa kifedha. Kumbuka ya kwamba huo ni wakati ambao unafanya kitu inaitwa wealth transfer, ambao unatakiwa uridhishe watoto wako, uridhishe watu wako ama familia yako mifumo ya kuweza kutengeneza fedha ama ya kuweza kutengeneza mali katika maisha yao, watu ambao watakaoendelea na mifumo ambayo hakika uliweza kuinstall ama systems ambazo ulikuwa unazitumia kuweza kutengeneza wealth. So ina maana ya kwamba ukiachia watu wako fedha hautakuwa umewasaidia sana, na watabaka wanaweza wakaribu ile pesa na wakateseka, lakini kama utawaachia mifumo ambayo haiwezi kaisha, wataendeleza na wataweza kutransfer kwa kizazi ambacho kinachofuatilia, na itakuwa ni cycle ambayo hakika hawataweza kuishiwa. Kumbuka ya kwamba tunapoishi katika maisha haya, tunachokitafuta ni kuwa na uhuru wa kifedha, ya kwamba unaweza fanya kila unataka wakati wote unaoweza kuutaka, na unaweza amua ya kwamba leo nisiende mahali, nishinde hapa kama nimepumzika, ama leo nitaenda mahali fulani bila kutatizika. Lakini kama una active income, ujue ya kwamba kuna mambo yatakuwa yamekufunga, maana kama umeanziriwa hautakuwa na uhuru wa kuweza kuenda mahali ambapo unapotaka, na pesa itakuwa na uwezo wa kufanyia kazi. So ile pesa tunayoitafuta tujue ya kwamba hakika tunaitafuta kuelekea uhuru wa kifedha, na kama tutazingatia zaidi tutakuwa na uhuru huu tunaoutafuta, maana hauwezi ukakuja bila kuweza kujinyima na kufanya budget na vitu zingine za kuweza kuinvest katika maisha tunayoishi. Shalom.